Kwa hiyo utakwenda mahali mbalimbali, utapangiwa sehemu mbalimbali, vituo mbalimbali kutangaza habari njema. Utakutana na maeneo mengine hakuna haki. Ujitahidi ulete haki, utetee haki pale ambapo hakuna haki. Pale ambapo hakuna amani, ulete amani. Pale ambapo hakuna matumaini, ulete matumaini. Pale ambapo kuna chuki, hakuna maelewano, ulete maelewano, ulete msamaha. Pale ambapo panahitaji faraja, ulete faraja kweli. Uwe mwanga kwa watu wote, kwa maneno na kwa matendo yako. Tumsifu Yesu Kristo. Tumesikia pia katika somo la pili ambalo limetoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Paulo anaongea na wazee wa kanisa na anawaeleza mambo mengi. Kati ya mambo ambayo anawaeleza, anawaambia kwamba tunzeni nafsi zenu. Anawaambia wazee watunze nafsi zao na kundi lote ambalo wamekabidhiwa, na walilishe kanisa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Shemasi Nikolaus Masele Donald, ambao utapewa upadi leo, umepewa utume na unatumwa kwa watu. Kama Paulo alivyowaeleza wale wazee watunze nafsi zao, watunze kundi la Mwenyezi Mungu, walilishe na kulilinda kanisa, ndio utume unaotumwa kufanya. Na Roho Mtakatifu akuongoze. Waombee watu na waweke mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu anakutuma kama alivyowatuma mitume wake. Tumesikia katika Injili, Yesu anawatuma mitume wake 12. Anawatuma kufanya nini? Hawatumi kwenda kugombana, kuleta vita, kuleta fujo, kuleta vurugu. Hapana. Anawatuma kwenda sehemu mbalimbali, wapeleke habari njema, wapeleke amani, wakamhubiri Kristo mfufuka. Na haya, kama nilivyosema, huwezi kumhubiri Kristo mfufuka, huwezi kupeleka habari njema kwa nguvu zako mwenyewe. Unahitaji msaada wake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sala ni muhimu. Usali kila wakati, na sisi ndugu zangu tuendelee kusali, kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Ufanye maandalizi vizuri. Uwe mwaminifu katika wito wako na wajibu wako wa kumtumikia Mungu kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya wokovu wa roho za watu wote. Utume wako ni kwa ajili ya binadamu wote, bila ubaguzi wowote. Usimbague mtu yoyote. Mnatuma kwa watu wote. Tumesikia katika masomo kwa Yesu Kristo alipowatuma mitume wake, aliwatuma kwa mataifa yote, kwa watu wote. Kwa hiyo utoe huduma vizuri bila ubaguzi wa aina yoyote. Ujitoe sadaka. Uzingatie fadhila za usafi wa moyo, utii, ufukara, unyenyekevu. Fuate mfano wa Kristo. Na wakati mwingine itabidi kujitoa bila kujihurumia, kujibakiza. Ujitoe sadaka kweli kama Kristo alivyofanya. Mwenyezi Mungu amekuchagua, amekuita, ukaitika. Niko hapa Bwana. Umeitwa, umeitika. Amekuandaa, ndiye anayekutia nguvu na kukuwezesha na kukushushia Roho wake uende kuwa nuru kwa wengine, nuru kwa mataifa yote. Tunamwomba Mwenyezi Mungu akujalie neema na baraka zake, ili ufanye vyema utume wako wa kulea taifa la Mungu, uwe chumvi na taa ya ulimwengu kwa maneno na kwa matendo yako. Tumsifu Yesu Kristo. Ukumbuke kuwa unapewa kwa furaha kubwa kabisa utume huu wa kufundisha, kutakatifuza na kuongoza. Unapofanya utumishi wako, ufanye kwa moyo, upendo na kwa huruma, ukivutwa na mapendo ya Kristo kwa kanisa lake. Kristo mchungaji mwema ni kielelezo chetu. Hivyo jiunganishe zaidi na Bwana wetu Yesu Kristo na kufanana naye
kujikana, kujitoa sadaka. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya upadre katika kanisa. Tumshangilie Mungu, tumwambie asante. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya mito yote. Sasa lakini kwa sababu leo tunatoa daraja hii ya upadre, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna pekee kwa zawadi hiyo. Mapadre ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya mapadre wote. Tumwambie Mungu asante, tushangilie na kufurahi sababu tunao. Tunajiuliza kama hatungekuwa na mapadre kweli, tukipata wapi huduma yake Mungu? Mapadre ni wahudumu wa neno la Mungu. Mapadre ni wahudumu wa sakramenti ya ubatizo, kitubio, ekaristi takatifu, mpako mtakatifu, wanashuhudia pia ndoa. Mapadre ni wahudumu wa Kristo, ni walezi wa taifa la Mungu. Kwa hiyo wapenda sana mapadre, kumbukeni kuwa mmeitwa muendeleze kazi ya Kristo mchungaji mwema, kukusanya familia ya Mungu na kuiongoza vyema kwenda kwa Baba kwa njia ya Kristo bila kumpoteza hata mmoja. Kwa hiyo mapadre, endelee kujitahidi bila kumpoteza hata kondoo mmoja, na ni wajibu wetu sisi sote. Ninapozungumza mapadre ni pamoja na nyinyi. Kwa hiyo tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kutekeleza wajibu wetu vizuri. Amewapa zawadi nyingi na karama nyingi, akawataka mtumie vipaji na karama zenu kwa unyenyekevu mkubwa, kwa upole, kwa uvumilivu na kwa uaminifu. Wito wenu kama mapadre ni vipaji mlivyo navyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amewapa akili, muitumie vizuri kwa ajili ya taifa la Mungu, bila majivuno, bila unafiki, bila ubaguzi wa aina yoyote, wala ubaguzi wa rangi, ukabila, dini, jinsia, umri. Yesu alipotuma mitume wake aliwaambia aende kwa watu wote, wasimbague hata mmoja. Sasa ndugu zangu, ndugu yetu Shemasi ni padre mteule Nikolaus Masele Leonard amejiandaa vizuri. Kama nilivyosema jana wakati wa masifu ya jioni, amejiandaa vizuri. Pamoja na masomo na malezi aliyoyapata, padre huyu mteule mtarajiwa amejiandaa katika hali ya sala na mafungo. Amefunga kweli. Na tunashukuru wale wote waliomuongoza yeye na kuongoza pia mashemasi mwingine kujiandaa kupokea daraja ya upadre. Tuwashukuru hao waliowaandaa hawa. Na padre mlezi ametueleza kuwa hakuna mashaka yoyote juu yake. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Kuna mwenye mashaka yoyote juu ya huyu tutakayempatia daraja ya upadre? Kuna mwenye mashaka yoyote? Tumpe Mwenyezi Mungu sifa na shukrani. Na matangazo yalitangazwa kulingana na taratibu za kanisa, sheria za kanisa. Hakuna kizuizi chochote. Kwa hiyo tuko hapa, tutatoa daraja ya upadre na hatuna mashaka yoyote. Amesema baada ya kuwauliza Wakristo na kupata uthibitisho wa watu wanaohusika ambao ni ninyi taifa la Mungu, na shuhudia kwamba anastahili, na tukamteua kwamba atapokea daraja la upadre. Kwa hiyo hatuna mashaka juu ya mteule huyu, atatekeleza wajibu wake vizuri. Ndugu zangu, taifa la Mungu atawahudumia vizuri. Hongereni sana, mnampata padre mzuri. Wajibu wetu sisi waamini wote ni kumsindikiza katika sala, kwa sala zenu, na katika litania ya watakatifu tutakayosali wote tutamuombea na kumsihi Mungu amimine neema zake. Tunamuomba na tunawaomba ninyi muendelee kumsindikiza kwa njia ya sala, ili Mungu ampe neema na baraka zake
awe na afya njema ya kiroho na kimwili, na aendelee kutekeleza utumishi wake vizuri, utumishi huu mtakatifu kama mtumishi mwaminifu wa Kristo kuhani mkuu. Tumwombee na tumsaidie aweze kudumu katika wito wake na utume huu Mungu aliyomwitia. Alitumikia taifa la Mungu, na naposema taifa la Mungu ni ninyi nyote, ni sisi sote. Naomba mwaombee pia mapadri wote, mniombee na mimi, tuweze kutekeleza wajibu wetu vizuri. Nasi ndugu zangu, sisi sote na askofu, mapadri, tunawaombea ninyi nyote, taifa la Mungu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awabariki ninyi nyote na familia zenu, abariki pia utume wenu ninyi waumini walei. Kazi zetu na utendaji wa kazi hizo, sisi sote wapadri, watawa, Kristo walei, vimsifu Mungu na vitusaidie kufikia ukomavu wa maisha ya Kikristo na vituongoze kwenda mbinguni, ili sisi sote tuweze kutekeleza wajibu wetu vizuri, tusimweke Kristo pembeni. Ukiwa na Yesu na kumwomba Mama Maria na watakatifu wengine wote, hakuna mateso tutakayoshindwa kuvumilia, wala msalaba tutakaoshindwa kubeba, wala hakuna ugumu au uovu tutakaoshindwa kupambana nao. Kwa hiyo tusimweke Mwenyezi Mungu pembeni, tusimweke Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu pembeni. Katika mateso na taabu tumkimbilie Yesu. Kwa hiyo ndugu yetu ambaye utapokea daraja ya upadre, padre mtarajiwa, padre mteule, katika mateso na taabu usikimbie huku na kule, kimbilie Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa baada ya tafakari hiyo fupi, ndugu zangu, sasa nawaalika katika hiyo ya utulivu na ukimya, ninyi nyote mapadre, mashemasi, watawa, waumini walei wote kabisa, tusikilize kwa makini sasa yale ambayo yaliandaliwa na mama kanisa kuhusu utume wa mapadre.